Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati al-Hujurat yaqulu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Tumeanza aya hii tukiwa na maudhui isemayo kwamba Muislamu wa kweli, almuslimu au la budda ala almuslimi tathabutu fi kulli ma yasma. Hii ni mada ambayo inahitaji mimi na wewe tuendelee sambamba nayo. Ala almuslimi tathabutu fi kulli ma yasma, ni juu ya kila Muislamu au na ithbati, athibitisha jambo lolote lile ambalo analisikia, kwani katika ulimwengu tulionao yapo mengi yanayozidi kuvumbuliwa na yapo mengi ambayo yanazidi kuongelewa, lakini wanawachuoni wanatuhimiza kwamba ala almuslimi tathabutu fi kulli ma yasma'u, ni juu ya kila Muislamu awe na tathabut, awe na ithbati na ukweli wa upelelezi na uhakika wa jambo hilo katika kila jambo ambalo analolisikia. Allah subhanahu wa ta'ala ametuanzia sisi hapa ndani ya surati al-Hujurat akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, enyi Waislamu, enyi waumini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atakapokujieni mtu muovu, fasik, mtu muovu na jambo lolote, fatabayyanu ay fatathabatu, lithibitisheni jambo hilo, lichunguzeni mno, mjue uhakika wa jambo hilo. An tusibu qauman bijahala, msije mkawadhuru watu kwa ujinga. An tusibu qauman bijahala, msije mkawahukumu watu kwa jambo hilo mnalolisikia kwa ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, basi mkawa katika watu ambao waliofanya hukumu hiyo ni katika watu waliojuta. Sheikh al-Imam al-Barbahari rahimahullah, Sheikh al-Imam al-Barbahari anatueleza wakati akitafsiri aya hii, anasema fandhur, ni lazima kwamba wewe Muislamu rahimakallah, Allah akurehemu, kullama sami'ta kalamahu min ahli dhalala, ni jambo la kwanza ambalo fahamu kwamba kulla man tasma'u kalamahu, kila mtu ambaye utamsikiliza maneno yake, min ahli zamanika, katika zama ulizonazo wewe, hasatan, hasa jambo hilo unalolisikia, fala ta'jalanna, bihuni tawkili thaqila, fala ta'jalanna, katika jambo litakapokuja katika zama zako wewe, anatuhimiza mwanachuoni huyu, fala tastajalanna, usifanye haraka kulifanya jambo hilo, wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usijiingize katika jambo lolote hilo, hatta tas'ala wa tandhara, mpaka uweze kuuliza, umepewa mizani ya Qur'ani na Sunna, wa tandhara, na mpaka uangalie sahabatu rasulillah, masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim, as-salafu salih, wema waliopita, jambo hili wamelizungumza vipi, au jambo hili ambalo ima linazuka ni katika zama tulizo nazo, au ni jambo ambalo tayari limevuma, ima ni mitandaoni au katika vinywa vya watu, basi jambo hili lipoje? Unaambiwa kabla kulifanyia jambo hilo, fanya ithbati. Hal tatakallama ashabu fihi athar, jiulize jambo hili, hivi limewahi kuzungumziwa na wanachuoni wa wema waliopita? In kana fihi tamassaka biha, ikiwa jambo hilo limetahadharishwa na likaelezewa na salafu saleh na wema waliopita wakanukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatamassaku bihi, jambo hilo shikamana nalo.
wala tujawizuhu li shay'in, na wala usipetuke mipaka ukafanya jambo lingine. Wala ta'tada alayhi shay'an, na wala na wewe usifungue jambo lolote kinyume na hilo. Kwa hiyo lengo na madhumuni, Sheikh Imam al-Barbahari rahimahullah bado anaendana sambamba na juu ya aya ambayo tumeitanguliza ndani ya surati al-Hujurat, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan, enyi wale mliomwamini Allah, atakapokujieni mtu mwovu na jambo lolote, fatabayyanu, hebu lichunguzeni kwa umakini jambo hilo, an tusibu qauman bijahala, msije mkawadhuru watu kwa ujinga, mkaweza kuwahukumu watu kwa ujinga, kwa sababu baadhi ya watu akida hawana, ajizungumzia tu, ima yawe ni masala ya kidini, yeye atazungumza tu, ama ni katika masala ya kimiamala, yeye atazungumza tu, au atazungumza masala ya kijamii. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza an tusibu qauman bijahala, msije mkawadhuru watu mkawahukumu watu kwa ujinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, basi mkawa katika watu ambao ni wenye kujutia juu ya hukumu hii waliochukua. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi alladhi hasanahu Imam al-Albani rahimahullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchukua munasaba wa aya hii, na yeye pia ana maneno yake juu ya kuunga mkono maneno hayo, ambayo maneno haya pia mwanachuoni wa Sheikh al-Imam al-Barbahari kanukuu pia na yeye kutoka katika vinywa, katika kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika vinywa za kauli za masahaba ridwanullahi alayhi. Anatueleza an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anatueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi akitusimulia Abu Hurairah, Allah amwiraji, anasema sayati ala nnasi sanawatun khadda'at, Waislamu ninyi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyetumia herufi ya wito aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, yasikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atueleza sayati ala nnasi, zitakuja zama katika watu, sanawatun khadda'atun, miaka ya udanganyifu. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza tangu zama hizo akiwa hai, lakini tazama, kwa sababu ndio kiingizo chetu katika umma, anatuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nnasi sanawatun khadda'atun, zitafika zama, itakuja miaka ya watu ambao miaka hiyo itakuwa ni ya udanganyifu. Yusaddaqu fiha alkadhibu, atasadikishwa yule mtu ambaye ni muongo, atakubalika katika maneno yake. Wayukadhabu fiha sadiqu, na atakadhibishwa yule mkweli. Zama hizo na miaka hiyo itafika. Wayutamaru fiha alkhainu, na ataaminiwa yule mtu wa khiana. Kisha nasema wayukhawwaru fiha alaminu, na kisha mtu wa khiana ndiye zama hizo zikifika na miaka hiyo, wayukhawwaru fiha alaminu, na kisha mtu wa khiana na yeye ndio atakuwa ni mwaminifu, na yeye ndio atakuwa anaaminiwa. Wayantiqu fiha ruwaybidha, na zikifika zama hizo na miaka hiyo, wayantiqu fiha ruwaybidhatu, na zitafika zama au miaka ambayo watakuwa ni wazungumzaji ni maruwaybidha. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaelezea salafu salih, anaelezea masahaba zake ridwanullahi alayhi, akasema wayantiqu fiha ruwaybidha, zama hizi zikifika atakuwa mzungumzaji wa zama hizo ni ruwaybidha. Lugha hii mbele ya masahaba ilikuwa ni tata mno, ila wakasema masahaba, wa man ruwaybidha ya Rasulullah, umeyazungumza mengi ya kutosha, na sisi ni Waarabu nasi tukijua Kiarabu, lakini neno hili limekuwa zito kwetu sisi. Wa man ruwaybidha ya Rasulullah, hivi ruwaybidha ni nani unamkusudia Mtume? Qala arrajulu tafihu, arrajulu tafihu, arrajulu tafihu ni mtu ambaye duni. Ruwaybidha arrajulu tafihu ni mtu ambaye duni. Wanachoona sema mtu ambaye elimu ya uhakika wa jambo, hata elimu ya dini hana. Arrajulu tafihu ni mtu ambaye duni.
hana elimu, hana utambuzi wa jambo lolote. Yatakallamu fi amri al-amma, mtu huyu kwa sababu ni ghaib, ni mwavu na watu wamemwamini. Yatakallamu fi amri al-amma, mtu huyu atakuwa ni mwenye kuzungumza mambo ya jamii na watu wanamkubali na wanamsapoti. Qala al-ulama, wanachuoni wanatueleza katika hadithi hii, miaka ya udanganyifu ni miaka ambayo haki itakuwa imechanganya na batil. Lengo lililokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sanawatun khada'atun, ay fihi sanawatu qad ghudibat alayhi al-halal wal-haram, ni miaka ambayo imechanganywa ndani yake halali na haramu. Mtu ajali yeye litwende tu. Kisha alipotuelezea sasa zama hizi, yule mwaminifu mkweli watu watampinga, na yule mtu ambaye ni muongo al-ghaib watu watamsadikisha na kumkubali. Akasema huwa ruwaybidha wa yantiqu fihi ruwaybidha, na zama hizi atakuwa anayezungumza mno, anayepewa sapoti mno, anayepewa kipaumbele mno, ruwaybidha ni ruwaybidha. Wakasema pia ruwaybidha ay ar-rajulun tafi, Mtume akamtafsiri ni mtu ambaye duni, mtu ambaye hana elimu wala uadilifu. Yatakallamu an mas'alati al-'am, anazungumzia mambo ya watu wote. Sasa jengine anachukua hadithi hii, rudi katika aya Allah subhanahu wa ta'ala alipotueleza, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akikujieni mtu muovu na jambo lolote, hebu lichunguzeni. Leo imefikia hatua watu kuondolewa katika akida. Zama tulizonazo imefikia hatua mtu akikamatwa bega anakwambia usinishike. Kwa nini? Zile sana watu ni khadaatu, ndio zama tulizonazo. Ile miaka ya udanganyifu ndio hii. Anakwambia usinishike bega, tusalimiane vyovyote, usinishike bega bwana, kwa sababu kuna kadha na kadha. Lakini kadri inapokwenda na miaka inaposogea, wale watu wote ambao wanasapotiwa na mambo haya yapo kinyume na akida, wengi utawakuta ndio hawa waliosema Mtume ruwaybidha. Yatakalla mas'alatu al-'amma, kazi yake ni kuzungumzia mambo ya kijamii tu, hana elimu wala uadilifu wala tathabuti ya kulinganisha jambo hilo. Miaka ya nyuma iliyopita ilikuwa inafikia hatua ukipiga chapa mbele ya Muislamu wenzio, badala ya kusikiliza na kuhukumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakapopiga chapa mmoja wenu kiombeni dua, anaposema alhamdulillah mwambie yarhamkallah. Lakini kwa nisabani imefikia nizama ambazo watu wanajikinga na corona. Hata zama zile za corona zinaondoka, shetani anajua hapa ni wachezee tena kwa jambo gani. Sasa zimefika zile sana watu na khadaat, waambie ukishikwa bega kunatokea hili, ukifanya hivi litatokea hili. Ndio madhumuni tayari ni watu waondoshwe katika akida. Ikhwani fillah, Sheikh al-Imam al-Barbahari rahimahullah bado pia ana maneno anatuelezea, akinukuu pia kauli za wanachuoni. Muislamu wa kweli ni lazima shikamane na vitu viwili, al-Islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-Islam. Uislamu wa mtu ni kupatiliza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu hiya al-Islam, na mtu aliyeshikamana na sunna, huo ndio Uislamu kamili. Ikiwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bado unaelezewa, lakini bado wewe imani yako sivyo, wewe unaona sehemu yetu ukikamatwa kwenye bega, sehemu yetu zako zimekwenda, utaona si hivyo. Inafikia hatua watu miaka iliyopita watu tukachezewa akili pia. Kaambia mwendo wa tangamano kuna kichwa cha Nyerere kinaweka. Yaani zile sana watu ni khadaatu, miaka ya udanganyifu, na watu katoka sehemu mbalimbali wafunga safari na tangamano kwenye mti wa mwembe. Angalia kwani kichwa cha Nyerere kipo, na mwenzio muuliza mwenzio, kaifa hadha nadhata, umeona? Asema naam haqaqtu, kweli nimehakikisha kweli kichwa cha Nyerere. Lakini sivyo, sana watu ni khadaat, zimepita nyuma, ikafikia hatua watu waliona wanafunga safari kwenda Loliondo. Lakini sasa haya ni katika zile asharatu saa. Ukitazama hizi hadithi, wanachuoni wasema katika zile asharatu saa, alama za kiyama.
Zile ndogo ndogo zilishadhihiri, lakini zimebaki kubwa kubwa nazo ambazo zinatokea moja baada ya nyingine. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni Waislamu ambao wamethibitisha mambo. Ud'u rabbakum antum bil mu'minina bil ijaba. Muombe dua Mola wenu hali mkiamini kwamba mmepokelewa maombi.